Naam, kufuatia kikao cha mahakama cha siku ya jana, usikilizaji wa kesi uliendelea huku mwenyekiti wa Chadema Tundu Lissu akikabiliwa na maswali ya dodoso kutoka kwa upande wa mashtaka katika kesi yake ya uhaini. Karani wa mahakama alitangaza kesi ya jinai nambari 19605 ya mwaka 2025 ya Jamhuri dhidi ya Tundu Lissu, huku mwendesha mashtaka ajuaye alikuwepo pamoja na Nasoro Katuga na wajumbe wengine wa timu ya mashtaka, huku Tundu Lissu akiwa na mawakili wake asubuhi ya leo. Kabla ya maswali kuanza, Tundu Lissu alishauriana kwa ufupi na timu yake ya kisheria na kisha kuiambia mahakama kuwa yuko tayari. Mwendesha mashtaka Nasoro Katuga alianza kwa kuhoji baadhi ya madai ambayo Tundu Lissu alikuwa ameyatoa wakati akijitetea. Alimuuliza Lissu kuhusu tuzo aliyoitaja ambayo alisema ilihusiana na kazi yake ya kutetea haki barani Afrika. Katuga alihoji ni nchi zipi za Afrika ambazo Tundu Lissu alizipigania. Tundu Lissu alijibu kuwa hakutaja nchi mahususi. Kisha Katuga alihoji madai ya Tundu Lissu kwamba heshima yake ilikuwa imeongezeka kimataifa. Lissu alipinga hoja hiyo akisema heshima si kitu kinachopimwa kwa sensa. Alisema inatokana na kuheshimiwa na mashirika ya kimataifa yanayoheshimika. Maswali yalihamia kwenye madai ya awali ya Tundu Lissu kuhusu mgombea wa Chadema huko Mlimba ambaye inadaiwa alikuta ofisi ya uchaguzi imefungwa alipokwenda kuwasilisha fomu za uteuzi. Katuga aliuliza kama Tundu Lissu alikuwepo hapo binafsi. Tundu Lissu alisema hakuwepo, akieleza kuwa alitegemea taarifa rasmi. Kisha Katuga aligeukia suala la mashahidi 9 wa upande wa mashtaka ambao majina yao hayakutajwa. Tundu Lissu alisisitiza kwa utambulisho wao haukujulikana kwa upande wa utetezi wala mahakama na kwamba walitambulishwa kwa alama pekee kama vile P1 na P2. Katuga alimtaka ataje sheria inayowataka mashahidi kutoa majina yao. Lissu alimwelekeza kwenye sheria ya mwenendo wa makosa ya jinai, hasa kifungu cha 192 pamoja na sheria ya ushahidi. Katuga alipomtaka aonyeshe hasa sehemu ambayo kifungu hicho kinawataka mashahidi kutoa majina yao, Lissu alimwambia asome kifungu hicho mwenyewe. Katuga alipomtaka aonyeshe sasa sehemu ambayo kifungu hicho kinawataka mashahidi kutoa majina yao, Lissu alimjibu na kumwambia asome kifungu hicho mwenyewe. Majibizano yao yaliibua moja ya matukio ya utani au hali ya kawaida ndani ya chumba cha mahakama. Katuga alimtuhumu Lissu kwa kutoa taarifa nyingi kuliko ilivyohitajika. Lissu alijibu kuwa kutoa taarifa kwa hiari ni sehemu ya kazi yake. Kisha Katuga alimwambia kuwa majibu yake yalikuwa ya kuvutia. Lissu alijibu basi unapaswa kufurahi. Upande wa mashtaka pia ulimhoji Lissu kuhusu kuondolewa kwa waandishi wa habari kutoka sehemu ya mkutano wa Chadema. Lissu alithibitisha kuwa waandishi wa habari walitolewa nje, akifafanua kuwa mkutano huo ulikuwa na sehemu za wazi na zile za faragha. Katuga alipodokeza kuwa waandishi wa habari waliruhusiwa kubaki kwa ajili ya masuala ambayo Chadema ilitaka yachapishwe pekee, Lissu alikubaliana na hilo, akisema kuwa kila jambo walilotaka umma ulijue hatimaye lilijulikana. Maswali kisha yakarejea kwenye madai ya Tundu Lissu kuhusu uhasama ulioonyeshwa na maafisa wa ngazi ya juu wa polisi, Camillus Wambura na Ramadhani Kingai. Lissu alifafanua kuwa alikuwa akielezea kile alichokiona kuwa ni kampeni ya muda mrefu ya mateso dhidi yake iliyodumu kwa takriban miaka 24. Katuga aliuliza kama Lissu aliwahi kufungua kesi dhidi yao kwa madai ya kushtakiwa kwa nia mbaya. Lissu alisema hakuwahi kufanya hivyo, lakini akasisitiza kuwa hilo halikufanya madai yake kuwa ya uongo. Upande wa mashtaka kisha ulipinga maelezo ya Lissu ya kuwaita mashahidi wasiojulikana majina yao kuwa ni wahalifu. Katuga aliuliza kama sheria inazuia mtu aliyewahi kuwa mtuhumiwa hapo awali kuwa shahidi wa upande wa mashtaka baadaye. Lissu alikubali kuwa sheria haizuii hilo, lakini akasisitiza kuwa mashahidi aliyokuwa akiwazungumzia walikuwa wamekamatwa kwa madai ya kuhusika na uhalifu na baadaye wakawa mashahidi dhidi yake. Mwendesha mashtaka pia alirejelea hoja ya Tundu Lissu kwamba kauli zake zingeweza kufasiriwa kwa namna tofauti. Katuga alipouliza kama Lissu alikubali kuwa watu wanaweza kufasiri kauli yake kuhusu kuvuruga uchaguzi kwa namna tofauti, Lissu alijibu ndiyo. Lakini Katuga alipodai kuwa mashahidi walisema mipango yao ilichochewa na maneno ya Tundu Lissu,
Lissu alihoji angewezaje kujua kama watu ambao walisema hawafahamu walikuwa wakisema ukweli. Alisisitiza msimamo wake kwamba ushahidi wa upande wa mashtaka ulitoka kwa watu aliowaona kuwa wasioaminika. Hali ya mvutano iliongezeka mahakamani pale Katuga aliporejelea swala la mashahidi wasiojulikana. Lissu alipinga matumizi ya mara kwa mara ya mwendesha mashtaka ya neno mashahidi waliolindwa, akisisitiza kuwa yeye aliwaita mashahidi ambao utambulisho wao umefichwa. Katuga aliuliza kama madai ya Lissu kwamba huenda mashahidi hao walikuwepo ndani ya ukumbi wa mahakama wakati wote wa kesi yalikuwa ushahidi wa moja kwa moja au dhana tu. Lissu alisema ilikuwa dhana kwa sababu kwa mtazamo wake ni upande wa mashtaka na polisi pekee ndio waliokuwa wakijua utambulisho wao. Katuga aliendelea kumhoji kama huo ulikuwa ushahidi au uvumi tu. Lissu alisisitiza kuwa huo ulikuwa ushahidi wake. Wakati fulani Katuga alimwambia Lissu kuwa mahakama ilikuwa ikichukua kumbukumbu za majibu yake. Lissu alijibu kwa kuuliza kwa nini Katuga mwenyewe hakuwa akiandika kumbukumbu. Mvutano huo uliendelea huku Katuga akiuliza kama Tundu Lissu aliwahi kufundishwa kuhusu maswali ya kuchagua majibu, yani multiple choice questions, shuleni. Lissu alijibu kuwa alifundishwa kufikiri kwa kina badala ya kuchagua majibu, akiongeza kuwa hoja za kisheria haziwezi kurahisishwa kwa kuchagua majibu tu. Kisha upande wa mashtaka ulihamia kwenye mojawapo ya kauli zinazodaiwa kutolewa na Tundu Lissu katika kesi hiyo, ile ambapo anadaiwa kuwaita majaji wanachama wa CCM. Katuga aliuliza kama Tundu Lissu alikumbuka kutoa kauli hiyo. Lissu alisema alikumbuka na kusisitiza kuwa kwa kawaida huwa hakatai maneno yake mwenyewe. Katuga pia aliuliza kama Lissu alikuwa na kesi nyingine ya jinai inayohusu madai ya kutoa taarifa za uongo. Lissu alisema kulikuwa na kesi ya namna hiyo katika mahakama ya Kisutu na hata akataja namba ya kesi hiyo. Vile kisha upande wa mashtaka uliuliza maswali kuhusu masuala ya awali ya kesi hiyo na kama Tundu Lissu alikumbuka jinsi alivyojibu wakati alipoulizwa kuhusu madai ya kwamba majaji walikuwa wanachama wa CCM. Lissu alisema hakukumbuka jibu lake. Maswali yalihamia kwenye suala la ushiriki wa Chadema katika uchaguzi mkuu wa mwaka uliotangulia. Katuga aliuliza kama Tundu Lissu akiwa mwenyekiti wa chama alikuwa ametangaza kuwa hatagombea katika uchaguzi huo. Lissu alisema hakukumbuka. Kisha Katuga aliuliza kama Chadema ilishiriki katika uchaguzi huo. Lissu alijibu moja kwa moja, uchaguzi upi? Katuga alifafanua kuwa alimaanisha uchaguzi wa mwaka uliotangulia. Lissu alijibu kuwa Chadema haikushiriki. Hivyo hatua ya kuuliza maswali na upande wa mashtaka iliendelea, huku upande huo ukipinga kauli za awali za Tundu Lissu, hasa madai yake kuhusu mashahidi wasiojulikana, uchunguzi wa polisi, kauli alizodai kuzitoa na msimamo wa Chadema kuhusu uchaguzi huo. Kadiri maswali yalivyoendelea, ilidhihirika wazi kwa upande wa mashtaka ulikuwa ukijaribu kupima si tu yale ambayo Lissu alikuwa ameyasema wakati akijitetea, bali pia msingi wa kisheria na uhalisia wa kila dai lake. Nitarudi tuweze kuendelea na hapa tulipoachia, lakini ili uwe wa kwanza kupata habari hizo ama update hiyo nyingine ambayo nitakuletea ndani ya muda mfupi, hakikisha umelike video hii kisha subscribe na ubonyeze alama ya kengele.